Simba wanatakiwa kwenda kushinda mechi ya dabi. Hii ya kwanza hata kabla nyingine. Ile ya pili ni ya msingi sana, lakini ya kwanza. Sababu ya kwanza wakifungwa wata lose momentum baada ya kugain momentum upstairs. Yes. Watakuwa na psychology, maana yake watakuwa na kana inferior, kitu ambacho kitaenda kuwanyongonyesha zaidi kwenye dabi. Na ubaya wa dabi ya kwanza, lazima afungwe mtu. Yani atake stake tapigwa mpaka matuta. Haina heshima. Mimi naangalia recent coach Steven Baka na coach Pedro Gonçalves walivyokutana, lakini pia naweza nikazika ule mchezo wa kwanza nikasema okay, nisahau ule mchezo wa kwanza, kwa sababu Simba ilivyocheza dhidi ya Yanga pale New Amani Complex kwenye machi moja ilikuwa tofauti na ya sasa hivi, tofauti kabisa. Na Yanga ilivyocheza kwenye mchezo wa Simba machi moja ni tofauti kabisa na Yanga inayocheza sasa hivi. Psychology kiuzungumzia kwa upande wa Simba, wapo kwenye engo ambayo inaitwa revenge motivation. Umeelewa? Simba kwenye akili zao zote wako kwenye engo hiyo, revenge motivation. Kwa sababu gani? Simba amepasuka mara 6 mfululizo. Mchezo wa mwishoni Simba walikutana na Yanga wakatoka sare ya bila kufungana, ilikuwa kwenye ligi. Na Simba wao wanajiona kama walistahili kuibuka na ushindi kwenye ile mechi. Kwa hiyo revenge motivation kwa upande wa Simba imezidi kuwa kubwa, wanaona kumbe inawezekana. Tutumbukiza mpira kwenye nyavu, inawezekana. Lakini Yanga ukiangalia kwenye mioyo yao inapanda na kushuka, kwa sababu kupanda kwake wakiangalia Simba ambao sasa hivi imegrow, iko katika kiwango cha juu sana sasa hivi. Juu ya kuelekea kwenye mechi ya dabi hiyo, lakini performance tulivyozishuhudia kwa timu zote mbili, kwangu mimi naona game nzuri na game itakuwa bora zaidi kwa pande zote mbili. Kwa nini? Kwa sababu mimi siangalii Simba kwenye mechi zile zilizopita, sio alofungwa na Yanga mara 5 sio mara 6. Siangalii hiyo Simba. Mimi siangalii backbone ya Yanga wala siangalii backbone ya Simba. Mimi naangalia recent coach Steven Baka na coach Pedro Gonçalves walivyokutana. Lakini pia naweza nikazika ule mchezo wa kwanza nikasema okay, nisahau ule mchezo wa kwanza, kwa sababu Simba ilivyocheza dhidi ya Yanga pale New Amani Complex kwenye machi moja ilikuwa tofauti na ya sasa hivi, tofauti kabisa. Na Yanga ilivyocheza kwenye mchezo wa Simba machi moja ni tofauti kabisa na Yanga inayocheza sasa hivi kwenye maeneo mengi sana ambayo mimi mwenyewe binafsi nimeatizama. Ametoka kuzungumza Justin Case kwamba Yanga ni wazuri sana wakiwa hawana mpira. Yes, nakubaliana na yeye, lakini walikuwa lini vizuri hivyo? Kwangu mimi nimewaona Yanga wazuri wakiwa hawana mpira kwa kipindi cha msimu huu wote wa 2025 2026. Ni mechi ya jana, ni mechi ya juzi dhidi ya Azam FC. Na ndo tatizo kubwa sana ambalo walikuwa nalo Yanga baada, kwa sababu Yanga walikuwa vizuri wakiwa hawana mpira kwenye wakati upo Melud Hamdi walikuwa vizuri sana na walikuwa wanakufunga wanavyotaka pale ambapo hawana mpira. Saidi Ramovic walikuwa wazuri sana wakiwa hawana mpira. Miguel Gamondi walikuwa wazuri hawana mpira, na wakiwa wazuri walikuwa wana mpira. Lakini kwenye hichi kipindi cha msimu huu wote Young Africans walikuwa dhaifu, ili hali hasa kuchukua mpira wakati timu pinzani nao mpira. Nimeona mabadiliko kwenye mchezo dhidi ya Azam. Magoli yote mawili yalipatikana wakati Young Africans hawana mpira. Hiyo ni improvement kwenye mechi ya use of ball, na haikuwa hivyo kwenye mechi dhidi ya Simba machi moja. Simba watakutana na hicho kitu naamini, ila Yanga pia nao wanatakiwa wawe makini, kwa sababu ile Simba walokutana nayo ya machi moja iko tofauti na Simba ya sasa hivi. Ukiangalia kuanzia hata rhythm ya timu
performance ya mchezaji mmoja mmoja, namna ambavyo wanaweza waka-organize kwenye defensive na offensive wise, ni Simba tofauti. Kwa hiyo Simba na Yanga zote zinakutana wakiwa na dimension mbili tofauti. Simba iko bora katika maeneo mengi. Kwanza ikiwa na Steven Beck, hasa kwenye mechi kubwa wakiwa hawana mpira. Rudi kwenye mchezo huo wa Yanga, namna ambavyo Yanga walistruggle wakati Yanga wana mpira, Simba wanajitahidi kurudisha kwenye himaya yao. Mara nyingi sana Simba walikuwa na upress kwa nguvu, wanachukua wanavyohitaji. Kwa hiyo zimekutana timu ambazo mimi nazungumzia balance imekuwa, kila timu ina uzito karibia una uwiano. Utofauti upo katika maeneo machache sana. Kwa mfano, kwenye eneo la conversion Yanga wako bora kuliko Simba, lakini walivyokutana Yanga hajatengeneza nafasi kuliko Simba, si ndio? Wao kwa wao, yani Yanga yuko vizuri kwenye kuzi convert nafasi. Dhidi ya nani? Dhidi ya Simba. Young Africans ambao wamekutana head to head kwenye mechi hii ya karibuni, Young Africans hawajafanikiwa kutengeneza nafasi za kutosha kuliko Simba ambavyo wametengeneza nafasi. Game naona iko wazi, game iko oni, na ni mpango kazi wa kila mwalimu ambaye atawini kumtengeneza mpinzani aingie kwenye game plan yake. Hiyo ndio ambayo itakuja kuamua mechi. Ukiangalia kwenye timu nzima ya Simba inajilinda ikiwa yote sasa hivi. Kwa mfano, uweze kumsema sijui Kagoma akiwa ana mpira atafanya nini, kwa sababu wapo watu wanakuja pale kumsupport. Makosa yapo, hakuna mchezaji ambaye hatoi makosa hata siku moja. Kwa mfano, juzi Mohamed Damaro kwangu mimi alicheza vizuri, lakini wapi ambapo alicheza vizuri ni wakati alikuwa timu haina mpira. Yeye anafanya kazi yake ya msingi, kublock, wanawaachia watu ambao wanalainisha mpira kuweza kutengeneza moment za magoli. Binafsi naiona game iko wazi na yoyote anaweza akafungwa, na hata kufungwa kwa mechi ya kesho kutwa hakumaanishi chochote kwenye mchezo wa tarehe 5. Ni mechi mbili pia tofauti na zinakuwa na approach mbili tofauti. Ndio, Lugano karibu bwana. Tukirejea kwenye mchezo wa jana, kwa maana ya Simba na Mlandege. Kwanza kuelekea kwenye dabi, nikiri kabisa kwamba Simba kama angetokea daktari anaenda kupima mapigo ya moyo ya wana Simba, yangekuwa kwenye kiwango kikubwa sana ambacho daktari mwenyewe kingemstua kwenda kukutana na Yanga mechi ya kwanza ya Muungano, lakini pia kuelekea mechi nyingine. Lakini huyo daktari huyo angeenda kupima mapigo ya moyo ambayo yapo kwa upande wa Yanga, angekutana na mapigo ambayo yanapanda na kushuka, yani yanaenda na kushuka. Sasa kwenye upande wa psychology, kiuzungumzia kwa upande wa Simba, wapo kwenye engo ambayo inaitwa revenge motivation. Umeelewa? Simba kwenye akili zao zote wako kwenye engo hiyo, revenge motivation. Kwa sababu gani? Simba amepasuka mara 6 mfululizo. Mchezo wa mwishoni Simba walikutana na Yanga wakatoka sare ya bila kufungana, ilikuwa kwenye ligi, na Simba wao wanajiona kama walistahili kuibuka na ushindi kwenye ile mechi. Kwa hiyo revenge motivation kwa upande wa Simba imezidi kuwa kubwa, wanaona kumbe inawezekana, tutumbukiza mpira kwenye nyavu inawezekana. Lakini Yanga ukiangalia kwenye mioyo yao inapanda na kushuka, kwa sababu kupanda kwake, wakiangalia Simba ambao sasa hivi imegrow, iko katika kiwango cha juu sana sasa hivi. Ubora wa Simba, mashambulizi yako inatisha. Lakini Yanga wakiangalia pale ambapo mapigo ya moyo yanashuka, ni pale ambapo wanakumbuka kwamba tushakuwapasua goli 6 hawa. Kwa hiyo hata tukifungwa hakutakuwa na story kubwa zaidi. Sasa ukija kwa Simba ndio shida iko kubwa sana. Na 5 sio 6, 5. Yes. Kwa hiyo sasa ukija kuangalia kwa upande wa Simba, mapigo ya moyo yako juu sana kuelekea kwenye dabi. Mfano nitaka kuzungumzia pia mchezo wa jana. Kiangalia hata mwalimu alikuwa amegawa vitu viwili, au inawezekana labda ilikuwa labda, yani nahisi kwenye uongozi au mwalimu alifikiria hicho kitu. Waliwekeza nguvu sana kwenye dabi ya ligi.
na waliamua dabi ya Muungano angalau watumie rotation ya wachezaji kuhifadhi nguvu zaidi ya kule. Chochote kikitokea watawekeza kwenye Muungano. Asilimia 80 ya wachezaji wote ambao walianza mchezo dhidi ya Mlandege walikuwa ni wachezaji ambao wanakaa bench, kiachana na Deluk pamoja na Kante. Wale ndio huwa mara nyingi wanakuwa naanza, lakini wote wanaanzia bench. Picha unaipata ni nini? Simba walikuwa wamepeleka, by the way, ikitakachotokea ndio hicho lakini nguvu yetu ielekee upande wa pili. Mei 3. Yeah, Mei 3. Lakini imeshatokea tayari. Unaenda kukutana na Yanga. Sasa pale ndipo ambapo nakutana na mawazo mkinzano ya Simba, kwa sababu Simba mpaka sasa hivi wana struggle jinsi ya kuweka mazingira mazuri na mashabiki wenyewe kwanza kujiamini, inawapa ugumu sana. Sasa nini ambacho wanakutana nacho? Simba wanatakiwa kwenda kushinda mechi ya dabi hii ya kwanza, hata kabla nyingine. Ile ya pili ni ya msingi sana, lakini ya kwanza, sababu ya kwanza wakifungwa wata lose momentum baada ya kugain momentum upstairs. Yes, watakuwa na psychology, maana yake watakuwa na kana inferior, kitu ambacho kitaenda kuwanyong'onyesha zaidi kwenye dabi. Na ubaya wa dabi ya kwanza, lazima afungwe mtu, yani atake stake tapigwa mpaka matuta, haina heshima. Ya pili inaweza katoka sare. Sasa umepigwa ya kwanza, ukitoka sare itakuwa ni shida, na ukiangalia mashabiki wa Simba wana imani sana na timu yake. Sasa ukija moja kwa moja kwenye mazingira ambayo nayaona Yanga, kwa upande wa Yanga, katika mazingira ambayo Yanga wako nayo, kwa maana ya confidence momentum ambayo yako nayo Yanga sasa hivi, psychology yao inawapa mazingira ya kufanya kwa uwezo wa mchezaji mwenyewe. Yani ukiangalia hata vikosi ambavyo Yanga alikuwa wanavipanga, hawakuwa na hofu sana ya game inayofuata kuliko Simba jinsi walivyopanga. Kwa hiyo mimi naona Simba wakienda na ikitawaliwa sana na ile inferior ya kwamba tumefungwa mara nyingi, wakashindwa kubeba ile motivation, Simba inaweza kukutana na dhahama kubwa sana, kwa sababu muda wote unapokuwa na mawazo yako ya kushindwa, akili zako, labda ukitangulia kufungwa goli moja, moyo wako lazima unakata tamaa mara 100. Lakini ukishinda, maana yake motivation inaongezeka zaidi. Kwa Simba wachague mechi kianza, yani wajitahidi angalau wafunge goli ya mapema, watakuwa na motivation. Ukifunga mapema inaweza kaa shida zaidi kwenye hiyo dabi. Samani kidogo. Unajua kuna kipindi Tanzania kuliibuka na mashindano yanaitwa Mtani Jembe. Yes. Na katika hayo mashindano kuna muda yalitokea pia yakazikutanisha hizi timu na karibu pia. Na katika haya mashindano ni Simba ndio ambayo aliibuka mshindi karibia katika kila mechi, si ndio? Simba ya Manuel Okwi. Yes, na haikumaanisha kwamba Simba ameshinda kwenye Mtani Jembe, lakini Simba huyo walikuwa wakikutana kwenye ligi, Simba alikuwa anafungwa pamoja na ubora wake, si ndio? Maana yangu ni nini? Maana yangu najaribu kulileti kile ambacho kinatokea kesho kutwa tarehe 29 na kile ambacho kitatokea tarehe. Samahani Blanchese, samahani. Umeongea vizuri na umetukumbusha vitu vizuri. Simba ile bro, usiongelea kiwepesi hivyo. Kwanza sema astaghfirullah, alafu izungumze. Yani unazungumzia dude kubwa alikuwa linamfanya Simba Yanga anavyotaka. Yani Simba wale watakupiga ngao, Mtani Jembe, sijui ligi, lile dude kubwa, klabu bingwa alikuwa anakujaga Kagame hapa. Simba anafanya anavyotaka. Yani Yanga alikuwa akifanya comeback ni sherehe. Nakumbuka alichomwaga Jerison Tegete 3-3 ile, watu washatoka uwanjani sijui 2-2. Dakika 96 sijui Jerison Tegete anachomoa. Yanga walifurahi, tufikiri umechukua ubingwa wa nini. Kwa hiyo ile dude ilikuwa kubwa. Ndio hiki ambacho tunakizungumza hapa. Yani kwa jinsi ambavyo standard ambayo ameiset kwenye dabi Yanga. Sare sherehe kwa Simba, na ndio maana alinungunika kwa sababu alilipata goli ambalo la Mwalimu. Ambalo hili tu, yani hili goli hili ndio linaloleta hii mizengo yote. Mechi ni tarehe 29. Kama mamlaka za soka, mamlaka ambazo zinasimamia hiyo mechi ya Muungano Cup. Sawa, kwa sababu tuna siku chache zimebaki hapa kabla ya mechi Jumatano ndio mechi inakwenda kupiga. Kama mamlaka sasa hivi wanasikiliza Sports Knockout. Kama wanatusikiliza, kama wanaweza wakachukua mawazo ambayo tunawapatia, sisi tunatoa tu mitazamo yetu, alafu wao wanaweza kuona kama ni nzuri. Muamuzi ambaye atakayechezesha mechi ya dabi hiyo, sawa, ya Muungano, sawa,
mimi binafsi yani kama sports knockout kama wenzangu mtaniunga mkono sawa, kama tunakusikiliza mkono, leta mada mama, niache na basi langu sawa, lakini mimi napanda basi la Nasri Salum Sia maarufu kama Msomali. Huyu ni mwamuzi mwenye mbeji ya FIFA, ni mwamuzi ambaye ameshachezesha mechi za Sekafa, mwamuzi ambaye ana uzoefu hata mechi kadhaa za CAF amekuepo, maarufu kama Msomali kutoka Zanzibar pale. Ngoja nionyeshe kwenye picha. Kwa kumbukumbu muungano hii kachezesha hata mechi moja. No, amekuwa fourth official. Amekuwa fourth official. Mimi nadhani wamempunja. Huyu sasa ni mwamuzi, mimi namfahamu vizuri. Sasa kuna mechi za kuchezesha, yani mimi nadhani yani kukaa kama fourth official maana yake ni kwamba yani ni mwamuzi mwenye hadhi yake. Ana hadhi kubwa. Muungano ni tournament jamani. Mimi nadhani kwangu mimi pia. Kwa hiyo kama ukimpa yani kama amekuwa kama fourth official kwenye hizo mechi zilizopita, maana yake mechi ya finali anafaa. Na akiperform leta Mei 3 vile vile. Kabisa. Akiperform vile vile. Sababu hapo mwamuzi mkongwe wa Zanzibar ule. Kuna game alichezesha game ya mwanzoni hapa. Nafaa sana. Kama akishindwa waje wachukue huku. Kingine wasiache wale waamuzi ambao tayari washakalilika kwamba akichezesha game ya Simba na Yanga kwa lazima kutatokea utofauti wasintofahamu. Kama huyo unahisi ana vigezo na anaweza akachezesha, mimi nakuunga mkono wangu. Mimi napanda basi lako. Kwa sababu basi lako mimi nilipanda kutokana na nini? Anaweza akafanya maamuzi timu zote mbili azisiete utofauti. Sababu tushajua Yanga na Simba ni timu moja kubwa sana. Mimi nakwambia watakuja kukopa huko. Isije akatokea kama ile iliyotokea ya tarehe 1 mwezi wa 3. Waamuzi wanakuja kukopa huko. Sasa mimi na wazo lingine vile vile. Na sio kwa kuiheshimisha dabi tu. Si tayari imeshaenda Meja Isamoyo. Ndio. Si fresh. Si tayari wanacheza Jumatano. 5 days sio chache, ni nyingi siku hizo. Unaweza hata siku hiyo jioni mkaondoka au Alhamisi mkafika, Ijumaa mkajiandaa na Jumamosi. Mimi nashauri sio kwa ubaya, lakini haya ni maombi kama unafanya wewe ndugu yangu, mkishuka shukeni. Kwa sababu ni mchezo wa pili. Sio wa kwanza tayari ushachezwa, sio kiporo. Wausogeze dabi ya ligi. Bodi ya ligi. Watu hawaelewi wewe. Mimi nawaambia nitakuja kuniambia. Kwa sababu zipi sasa? Hizi games zinakuwa na intensity kubwa sana. Kuna ushindi unatakiwa kwanza kwenye mchezo wa kwanza, tutumika nguvu kubwa sana. Hizi game ni zaidi ya ubongo kutumika. Ni zaidi ya mguu. Ni zaidi ya fedha pia, investment ambazo zinawekwa na mashabiki pia. Tunazungumzia thamani ya mchezo. Mimi huwezi kunielewa ukizungumzia thamani ya mchezo. Tunahitaji kuupa space. Unajua wenzetu walioendelea wanathaminisha hii kama biashara. Kuna muda ubaki kama mchezo, lakini kuna muda ni biashara. Mimi nawaambieni kuna test tutapunjwa katika mchezo mmoja wapo. Unajua mimi sipandi basi lako kwa sababu gani? Nilipo yani baada ya kutambulika kwamba mechi ya dabi ndio itakuwa finali namna hiyo, ikanirejesha mechi za UEFA Champions League. Kwa maana ya kwamba tunakutana katikati ya wiki, alafu tunakutana Manchester United na Chelsea. Exactly, Liverpool na Chelsea. Yani mimi ndio nilipata picha namna hiyo. Kwa sababu zote ziko na intensity kubwa. Exactly. Yani sasa kuna mmoja mali zake anaweza kuzitunza mara mbili. Sasa hapo ndo tunataka Mariam na qualities. Na mimi Mariam ukasema yani quality players unao mali za kutunza mara mbili ndani ya siku 5. Hiyo ndio sababu. Kuna mtu atavunjika nyonga hapa, Isamuyo achezi. Hiyo ndio sababu. Nakuelewa sana. Exactly. Kwa sababu tuamini kweli ni wakubwa. Tunatoka tarehe 29. Tunakwenda mpaka tarehe 3. Sasa intensity gani hiyo? Na unatoka Zanzibar hapo masaa mangapi? Tunakubaliana wote. Mimi sawa naweza nikawa nimejaribu kuliendesha gari hili wakati mmepanda sasa mkasema bwana wewe tusiende Kinguruila mzigo kamwagikie ifunge sawa. Mimi nakubaliana na Sizia kabisa, na hii ndio kauli nataka mthibitishe. Nimeona kwamba wenzangu pia mmechakata, ndio tuthibitishe kauli ya Ramovic. Alisema hii ligi nyepesi, watu laini unatoka kucheza na maji au nkwengwe unapiga 5 6. Alikuwa anapiga 6 nyingi tu Ramovic, kashinda kupata goli moja tu hapa na wale nini wale weseme Aja walikuwa Algeria yule, kashindwa Yanga kupata goli moja hapa
MC Alger ndio hiyo kwa sababu huwezi kushinda 6-5-6 halafu goli moja tu usipachike Benjamin. Kwa sababu Justin, kinachotokea ni hesabu tu za kuzicheza hizi mechi. Mfano, kuna wachezaji ambao mpaka sasa hivi nadhani wamecheza kama ni una hesabu ya full time, labda mtu kacheza mechi moja tu unajua. Kwa maana kwamba mwingine ameingia dakika 45 tu amemaliza mechi. Mwingine hajacheza kabisa. Hawa kina Shomari Kapombe hawajacheza kabisa. Maana kama anakuja kucheza mechi mwalimu ataweka option, okay, nimtumie kwenye mechi ya tarehe 29. So amerelax kwenye muda wote huo, atashindwa kuja kucheza tena mechi ya tarehe 3. Na kwani kutoka tarehe 29 mpaka tarehe 3 kuna siku ngapi? 5. Siku 5. Yaani ni 4 kwa sababu ile ya 5 ndio ishakufa na ile ya tarehe 5 ishakufa, ni tarehe siku 3 tuseme. Yani ni sawa kabisa, hamna kitu ambacho kinapungua kwa sababu muda wa kurecover pia unakuwa umesha kwa wakauane kwenye dabi. Alafu sasa Zanzibar sio mbali. Wakauane. Yani mpaka unapumzika. Usiseme sio hali ya hewa wote aligonga ngongere hapo. Uchoka wa safari hamna. Sema mimi kitu kimoja. Mfano kidogo tu. Mudathiri haya. Mechi ya pili atakuwepo. Maana yake energy yake yote anaitupa kwenye mechi ya Muungano. Alafu pia ndipo ambapo nakuta namna ya kuwatumia wachezaji. Mpemba tangata meno hata kwa Yanga si nani Bajabil hawezi kucheza ile mechi kwa Simba. Kwa Simba. Kwa wote ni sawa. Kwa nini? Mechi ya pili Bajabil yule yuko kwenye usajili. Kwenye usajili yupo. Let's say kwenye defense line ya Young Africans. Bakari Nondo Mwamnyeto hajacheza hata mechi moja. Sawa. Yes. Asinki amekuwa akipartner pamoja na Ibrahim Baka. Baka mwenyewe na Baka alikuwa anatafuta match fitness. Yes, Baka ambaye wakati mwingine kama hivyo anacheza dakika 45 second half. Timu zote. Kwa nini hawakumtumia yao ya Yanga kwenye mchezo hii? Timu zote mbona alitumika mechi ya kwanza? Mchezo ya kwanza. Mechi ya kwanza alicheza. Wanavyuma jukwani kabisa. Lakini mechi ya jana kaanza na mechi zingine alikuwa anaingia. Manake mbavu ya kulia pewe Duchu. Mbavu ya kushoto apewe Mligo. Sikiliza nikwambie. Unaona mfano kama Nixon Kibabage hajatumika. Shabalala hajatumika. Hajatumika Shabalala. Kacheza Boka. Kacheza Boka. Mechi zote kacheza Boka. Yanga anavyuma. Naona hesabu zote zime balance vizuri. Tena baadaye mimi nimpongeza sana mwalimu Steven Barker, unajua. Jana yule kijana Hussein Mbegu apewe dabi, acheza vizuri sana. Mchezaji bora muungwana. Hussein Mbegu. Acheza vizuri sana. Dabi anaweza akacheza. Hata dabi anacheza. Hata Hussein Mbegu vizuri sana golini. Ukimwangalia ana utulivu, anawashinda wachezaji wengi sana kwenye au sio? Kabisa. Sema shida moja ni kuua kipaji chake. Kuna mawili. Hizi dabi najaribu kukumbuka ilimuondoaga nani Hussein Kazi. Ile Aziki ile anaruka ile alikosa kidogo, lakini mchezaji ambaye alikuwa anakuja vizuri, lakini mnaenda mbali. Ramadhani Waso huyo alikuwa na rekodi yetu hapa ya Simba na Yanga kuzicheza zote. Aliumbuka dabi. Chibindu piga penalti hapa na Kenya. Najaribu kuangalia umri wa Mbegu. Unajua kwa umri wake anatakiwa kuendelea kujengwa. Ukipewa dabi ukikosea kidogo, yani lawama mashabiki hawakutaki viongozi wako. Nadhani kidogo tu. Bajabili vipi? Kidogo tu kwa Mbegu ni hayuko vizuri sana kwenye maamuzi akiwa na mpira na hususan anapokuwa na pressure. Na hiyo ni kawaida kwa sababu ni mchezaji ambaye anakuwa. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Sasa kwa pressing anayoifanya Dube mrefu ana kasi amstaki na maamuzi. Yani Mbegu if una battle naye 1 against 1 very tough. Yani ugumu wake unakuja kipindi ambacho mnakuja kumwataki wakati ambapo amepewa mpira ambao sasa maamuzi ni kurudisha kwa kipa au kuhamisha. Kuna siku mechi ya jana umeona Mbegu kama alikuwa anajiamini sana. Uone, hujaona kama alikuwa anajiamini sana. Kitu ambacho pia kimenitisha kwa sababu kujiamini kule unaweza kupelekea matatizo. Kuna moment ambazo nilikuwa nazishuhudia za Mbegu kwenye hiyo moment ambayo unasema alikuwa anajiamini. Ndio maana nikasema kwenye udhaifu aliokuwa nao na ambao unarekebishika. Sawa, lakini sio kwenye dabi. Lakini kama utabato naye kwa sababu Mbegu anakwenda sana hewani. Sawa. Yani yuko very solid kweli kweli. Kwa hiyo kama kwa sababu kwenye mazoezi Mbegu anabato na kina nani? Si anabato na hao akina Selemani Mwalimu. Sasa Simba naye ana watu gani mbele? Unajua siku moja tuliwahi kuongea hapa. Hivi vitu vinaanzia kwenye kiwanja cha mazoezi. Ni rahisi
kumuona Ninju, sababu mlimsifia sana huyu Ninju siku moja. Wote wewe ulimsifia, Mlanjize, mkaongea yule anayekuwa naye. Nifikiri unaniambia na mimi. Wewe kuwepo kwenye hilo shimo. Ajeje ndo aliingia kwenye hilo shimo. Yule Ninju mazoezini kama kina Depu hapo. Kina Pakomo wapo. Kina Max yao, kina Dube. Ni rahisi kuimprove kiwango chake. Mazoezini una Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu akai kwenye eneo la ushambuliaji. Selemani Mwalimu ni ball handle, ana zurula, kwa hiyo inamrahisishia beki wakati kuwa nini, kuwa comfortable. Sasa ile sio nzuri sana mazoezini. Unajua kuna muda tukuze wachezaji kwenye mechi ambazo hazina intensity. Wapo kina Libase au unazungumza kuna kina Aula wako. Libase na Aula wakae juu ya kawaida. Yaani ukimwangalia sasa hivi, yani ndio maana mimi nazidi kuendelea kumuelewa Mpanzu analisogelea sana goli. Walau kwa Simba yani. Ndio maana mimi binafsi nimempa pongezi mwalimu Steven Barker kwa sababu amepokea kijiti kwa mwalimu Fadlu Davis juu ya kuamini hawa vijana, kwa sababu yupo mwingine anaitwa nani yule Kibaila yule. Yes, na mwenyewe amekuwa na performance nzuri. Kuna makocha wengine ni waoga. Wachezaji vijana wanao kwenye vikosi vyao hawataki kuwatumia, na wachezaji Pedro, mimi sijamtaja kocha Pedro, wanajijua makocha wenyewe. Samani, yani mfano yule Baka, Steven Baka, kwa hivi ambavyo tunamuongelea Kagoma kila siku, ngwangwangwengwe, yani Casemiro angeshakuwa na matches 100%, hata 5 Casemiro angekuwa na mechi hata 5 kwenye ligi na tayari kuna improvement ingetokea. Mtu kama Andabwile yule vijana wenyewe na bure mahali cha kushangaza ni kanuni ambayo ipo kabisa kwenye kanuni za ligi, lakini Yanga kuwatumia wachezaji kimbembe wanazingua hapa, wanaanza kuzitumia ndo mtiani. Unaweza kawaelewa, lakini sometime kwa sikiliza Lugano, unaweza kawaelewa Yanga, lakini kwa msaada wa timu za taifa baadaye, kwa taifa la kesho. Yani ndio maana TFF wameweka ile kanuni, kwa sababu kuna vijana wanataka kupata nafasi. Unakuwa peke yako na kuaje, lazima kuwe na watu. Umeona Kibaila yule kwenye dabi unaweza kashangaa, mfano akiwekwa kwenye dabi unaweza kashangaa anacheza vizuri. Dabi yote ya 29 ana record nchi hii. Nabi ana record nchi hii. Alitumia nyota wote ambao walisajiliwa Yanga na wote walivuka mechi 5. Aliwazungusha vipi? Yani zile 90 mara 5, maana yake unapata dakika 450. Kila mchezaji alipata 450 minutes kwenye mechi ya Yanga. Sasa alizitumiaje? FA, kuna muungano, kuna ligi, umu kwenye ngongangongele humu. Yani haiwezekani wewe hata Ninju ushinde kumaliza na nani waliocheza mechi ya kwanza na Yanga nani? Walicheza na Mwembe Makumbi. Sasa Ninju ashinde kuua hiyo mechi. Wewe ulimuonaje Ninju Zanzibar? Bana tunarudi hapa baada ya hard news update. Tuko hapa kwenye Sports Knockout mpaka 8 kamili za mchana.